Niko hapa na Mr. Mwanya, na yeye ni moja kati ya watu ambao wamealikwa kwenye iftar ya Wasafi. Mr. Mwanya, ulipokeaje huu mwaliko, na hizi taarifa za kualikwa hapa ulizipata moja kwa moja kutoka kwa nani? Yes, nilizipata moja kwa moja kutoka kwa, nafikiri mtu wa mawasiliano wa Wasafi, Mchaga OG, akanialika kwamba uongozi wa Wasafi umekualika kwenye iftar. Basi mimi baada ya kuangalia ratiba zangu na ratiba zangu zile za maisha za kawaida, nikaona kabisa sina kila sababu ya kuhudhuria, kwa sababu ni heri, ni mambo ya heri ya tunasema tufuturu pamoja, tufurahie, lakini pia tupate wasawa kujitafakari mambo ambayo tunayapitia, kwa sababu kuna viongozi wengi wa dini na vitu kama hivyo, kukumbushana nasaha. Kwa hiyo nikasema siwezi nikakosa kwa kweli. Kwa hiyo niliupokea very positive kwa shauku kubwa sana. Kuna watu wamekuwa wakizungumza, unapozungumzia tasnia ya uchekeshaji huko kwenye mambo ya burudani, ambako tukielekea kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kama burudani nyingi huwa zinapungua na kushuka chini. Hali ikoje kwenye Ramadhani hii na aina ya kazi unayoifanya? Kwangu mimi nimekuwa na kawaida ya kufanya burudani pia hata kipindi hiki, kwa sababu ndo kipindi ambacho swaumu zinakuwa kali, kwa watu wanahitaji vitu at least vya kuwapa burudani, swaumu isiwe ngumu sana. Kwa hiyo nadhani burudani inapungua ni kwa wale ambao burudani zao kidogo zinakuwa zipo wazi sana, maadili kidogo zinachafua. Kwa hiyo lazima kweli zipumzike, lakini kwa watu kama sisi in a moral way huwa tunafanya. Nimekuwa nikifanya content za Ramadhani ambazo zinafundisha, sio za kukebei wala sio za kuonesha udhaifu wa Muislamu kwenye funga, ila nimekuwa nikifanya pia katika kipindi hiki, nikijitahidi. Unajua ukikaa kimya kwa siku 30 katika mtandao, unaweza ukajikuta sasa umeshapoteana. Ramadhani umeisha au mfungo umeisha, na wewe mwisho siku na wewe kwenye sanaa ushaisha.